Nasikia maneno hasa kutoka kwa vijana kana kwamba kuna wasiwasi hivi, na wahakikishia huyu kiongozi wetu ambaye anaomba ridhaa tena amekutana na majaribu, ameshajaribiwa na ameshinda majaribu. Kwa hiyo tuna uhakika tutavuka salama. Kama nchi yetu imebaki nchi moja, chama chetu kimeendelea kuwa kimoja, usalama na amani umetamalaki, tena katika kipindi kigumu sana cha mabadiliko ya serikali ya ghafla, tumevuka hizi rabsha hizi ambazo zinapangwa. Maana lile tukio halikupangwa, lakini aliweza kulikabili kwa wakati huo akiwa kwenye kiti. Hivi vingine vineno vina watu wamevipanga, ni rahisi kuwadhibiti, anao uwezo. Simaanishi kwamba tupuuze majaribio ya kutikisa amani ya nchi yetu hata kidogo. Simaanishi kwamba tupuuze jaribio la kutikisa misingi ya amani na usalama ya nchi yetu. Ninachotaka kusema, huyu kiongozi ni hazina ya uzoefu wa uongozi katika vipindi vigumu sana. Na mimi sina mashaka, kwa sababu Watanzania waliompa ushirikiano ndio hao hawajabadilika. Watanzania waliomuombea dua avuke atuvushe ni hao wanaendelea kumuombea kura. Watanzania ambao wanatangaza kazi njema aliyoifanya kwa miaka 4.5 ni hao ambao anawaongoza. Sasa Watanzania wa kuvunja amani watatoka wapi? Tusipuuze, lakini tusiendekeze mambo ambayo yanaweza yakatutoa katika mstari wa kujenga taifa letu. Hapa meza kuu hapa, kila mmoja anamfahamu vizuri kwa namna yake kiongozi tunayemnadi. Lakini mimi nimepata heshima ya kumfahamu katika vipindi vigumu. Tangu nilipoteuliwa kuwa katibu mkuu wa chama kwa heshima kubwa, na aliyekuwa kiongozi wetu mashuhuri na mchapakazi jasiri hayati Dr. Magufuli, nilimkuta akiwa makamu wa rais. Na kwa katiba yetu makamu wa rais anakuwa mjumbe wa kamati kuu. Na wakati tunaingia, chama kilikuwa pia kinataka kufanya maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2019 na uchaguzi mkuu mwaka 2020. Kamati kuu ikateua kamati ndogo ya ilani na kuandaa mwelekeo wa sera za CCM miaka 20 mpaka 30. Dr. Samia alikuwa miongoni mwa wajumbe wa kamati hiyo ndogo. Kwa hiyo ilani tunayoisifu kwa utekelezaji wake na mafanikio ya kutekelezwa kwake, yeye alikuwa sehemu ya kuiandaa na hakupata tatizo kuitafsiri wakati alipoingia madarakani. Na mpaka atakapofika 30 atakuwa anatekeleza mwelekeo wa sera za CCM 2020-2030 ambayo yeye alishiriki kuandaa. Ndugu mgombea, ilikuwa mara ya kwanza mimi kuvuka lile daraja la Magufuli, kwa sababu sio njia yetu. Ukitaka kwenda Kagera ilikuwa ni adha sana, inabidi uzunguke kule. Nimeona maajabu makubwa sana. Hongera sana kwa kazi kubwa ile. Lile daraja likifunguka, mimi katika mkoa wangu unajenga daraja, uwanja wa ndege huu, na Kagera huko nimeambiwa kuna kwenye ilani kuna uwanja mkubwa wa Mkajunguti. Meli hizi unazozijenga za mizigo na abiria, barabara zinazounganisha, huu ukanda unaenda kuwa ukanda maarufu sana katika
Afrika Mashariki.